Wadau wamjia juu Catherine baada ya kutoa maoni kuhusu mtoto wa Wema Sepetu. Nafikiri tulio wengi tunafahamu siku ya juzi ndio ilikuwa ni siku maalum, au naweza nikasema ni siku ya 40 ya mtoto wa Wema tangu amezaliwa. Sasa kuna mwanadada bana anaitwa Catherine. So huyu dada bana alikuwa ameweza kuandika moja ya ujumbe ambao ujumbe huo moja kwa moja ulikuwa umeenda kumlenga mwanadada Wema Sepetu na mtoto wake. Sasa ujumbe aliokuwa ameuandika dada huyo ambaye ni Catherine, ujumbe huo ulikuwa unasomeka hivi: dada msanii, ni kweli Mungu amekupa hitaji la moyo wako la kupata mtoto uliyemtamani kwa miaka mingi. Kwa muda mrefu umesapoti mashoga, tena mpaka wakati mwingine waliishi kwako. Bado umefanya dua ya mtoto, umewaalika wanakata mpaka viuno. Nataka nikwambie Mungu amekupa mtoto wa kiume kama jaribu kwako, maana imeandikwa, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sina maana ya kumwombea mtoto mabaya, ila tambua Mungu amekupa jaribu. Ushauri wangu, omba maombi ya toba na rehema, kisha achana na maisha ya urafiki na mashoga, maana usiposikia Mungu anaweza kuruhusu upate bahasha yako kupitia uzao wako, ili uelewe namna inavyouma. Huo ni moja ya ujumbe ambao alikuwa ameuandika huyo mwanadada Catherine. Lakini kwenye upande wa comment bana, kuna comment nyingi tofauti tofauti. Hapa kuna comment ya dada mmoja, yeye ameandika my love, na wewe kuna muda too much hadi kwa mtoto mdogo, hata sheria hairuhusu. Na speaking professional kabisa, ninayefanya kazi na watoto, this is total wrong cause mtoto atavikuta, which it is not good kabisa. Jamani, ujumbe wako ni mzuri sana, lakini unaonaje kama ungemfikishia ujumbe huu kwa kumpigia simu au kumtumia meseji baada ya kuleta huku kwenye umma? So kuna comment nyingine pia, huyu ameweza kumtagi, amemwambia wataanza kuwa wakwako kwanza. Wewe nani unayetabiri future ya watu wengine? Aliyekupa hiyo ruhusa nani? Unasahau neno linasema usimnenee mwenzio mabaya. Kama Mungu aliwaona mashoga ni wabaya, basi angewaua yeye. Au unasahau Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi kama wewe, mwema na uzao wako toka duniani ukaishi mbinguni, maana ndiko waliko watakatifu. Ya kuna comment nyingine hapa imeandikwa, kwanza kabla hujaja kucomment kwenye pigi yangu Manase, ungeacha ushoga kwanza na kuomba rehema kwa Mungu akurehemu, tena usinivurugi nikakuposti. Maana na mwingine ameandika, sijapenda kiukweli, eti uzuri Mungu amekupa mtoto wa kiume. Tuache kuhukumu, Mungu ndo ajuae. Kuna comment nyingine pia inasema, Mungu wa huruma amrehemu na afunike huyo mtoto na kumficha na kutenga na mabaya na kumtenga na mabaya. Mungu kama angehesabu maovu yetu, hakuna hata mmoja angesimama mbele zake. So huu ni moja ya ujumbe fact alizokuwa amezitoa huyo mwanadada Catherine juu ya hii 40 ya mtoto wa Wema Sepetu ambayo ilikuwa imefanyika juzi. Binafsi kwa maoni yangu naweza nikasema, kwa mimi alichokuwa amekiandika kiko sawa, ila ilipendeza zaidi kama angempigia simu au angemfuata face to face, angemwambia, sio kuleta public huku kwenye mitandao ya kijamii. So hizo ni moja ya comment ambazo wadau wamezitoa kwenye mtandao wa Instagram.